Habari familia Mtaji Academy, ni mimi Derrick, mwalimu wenu wa masuala ya fedha na uwekezaji. Leo ningependa niwape somo ka kitu kanaitwa index au indices, kwa Kiswahili fasaha inaitwa fahirisi. Hii huwa wataalamu wetu huturipotia kwenye kila weekly report ambayo wanatupaga kila Ijumaa. Na maana rahisi ya index tunasema ni kikapu au kikundi cha hisa fulani zilizoteuliwa zinatuonyesha sekta fulani ama zinatuonyesha soko zima letu la Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa kwanza huwa wataalamu wetu hutuonyesha Dar es Salaam Stock Exchange Index, DSEI kwa kifupi. Kwa lugha rahisi ya Kiswahili huitwa fahirisi ya soko la Dar es Salaam. Na hii hujumlisha au hiki ni kikapu ambacho huonyesha makampuni yote ambayo yapo listed kati ya Dar es Salaam Stock Exchange na makampuni ambayo yapo cross listed, kwamba makampuni ambayo tunachukua kutoka nchi za jirani kama Jubilee Holdings na pia Kenya Airways. Hawa ni mfano wa makampuni ambayo yapo cross listed. Kwa hiyo hii fahirisi ya Dar es Salaam Stock Exchange huonyesha au hujumuisha makampuni yote ambayo hufanya kazi katika soko letu, yapo humo sokoni, na ambayo yapo cross listed ambayo tunachukua kutoka cross listed companies. Tanzania Share Index ni index nyingine ambao wataalamu wetu huwa hutuorodheshea na hutupa taarifa kwenye kila weekly report. Na hii fahirisi ya Tanzania huonyesha makampuni ambao makao makuu yake na biashara zake hufanyika ndani ya nchi yetu. Na hii fahirisi tunaweza kusema huonyesha afya ya uchumi ya makampuni yote ambayo yapo ndani ya Tanzania, na tunaweza kujua nguvu ya makampuni yote ambayo yanafanya kazi na kujua uchumi wetu unaendaje. Na pia wataalamu wetu hutupa index ambazo zinajihusisha na sekta fulani husika, au tunasema fahirisi ya sekta fulani husika. Ningependa kuanza na industrial sector, ambayo hii ni fahirisi inajumuisha makampuni yote yanayojihusisha na uzalishaji. Mfano wa makampuni haya ambayo unaweza unakuta TBL, unakutana pia na Twiga Cement. Hayo ni makampuni ambayo utakuta kwenye fahirisi ya uzalishaji, kwamba industrial sector. Pia kuna sekta nyingine ya banking, investment na finance. Hii ni fahirisi ambayo inaonyesha makampuni yote ambayo yanajihusisha na masuala ya fedha na benki. Hapa kwenye masuala ya fedha na benki unaweza kukutana na makampuni kama CRDB, NMB, na kwenye upande wa uwekezaji unaweza kukutana na makampuni kama Nicol na Afriprice. Yote yanakuwa yamejumuishwa kwenye fahirisi ya banking, investment na finance. Na pia kuna commercial sector, kwamba hii ni fahirisi inaonyesha makampuni yote ambayo yanajihusisha na mambo ya kijamii. Mfano Vodacom unakutana nayo kama commercial sector, kwamba wao wanadeal na mambo ya mawasiliano, utakutana nayo ipo ndani ya commercial sector index, fahirisi ya mambo ya kijamii. Usikae mbali na ukurasa wetu wa Mtaji Academy, maana elimu tutakuwa tunatoa kila wiki. Asanteni sana kwa kunisikiliza.